أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه غر الميامين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. وبعد، mwendelezo wa darasa yetu wa kitabu chetu Safina Tunaja. Katika mwendelezo wa darasa zetu za Ramadhani, tuliposimamia aeleza mtunzi wa kitabu faslun, huu ni mlango, asbabu tayammumi thalathatun, sababu za mtu kutayamamu zipo tatu. Kutayamamu lughatan, kilugha, alqasdu ni kukusudia, wa shar'an na makubaliano ya wanawazuoni, isalu turabi ila alwajhi wal yadaini bisharaita makhsusa, bisharaiti makhsusatin. Kutayamamu kwa makubaliano ya wanazuoni, anaeleza ni kufikisha mchanga katika uso na kufikisha mchanga kwenye mikono miwili kwa masharti yaliyokuwa maalumu. Hii ndiyo maana ya kutayamamu. Sasa hapa tuelezea sababu za kutayamamu, sababu ambazo kwamba zamsababishia mtu kutayamamu. Hiyo ndiyo sababu. Sababu ya mwanzo ili mtu atayamamu, faqdul ma'i, kukosekana kwa maji. Na baadhi ya wanazuoni kwenye maelezo anasema kukosekana kwa maji hapa basi iwe takriban nyumba hata 40 kutokea pale wewe ulipo, ama kwenda mashariki ama kusini, magharibi na upande ambao kwamba wewe upo, basi hiyo ndiyo kukosa kwako kwa maji. Hapo ndiyo atakiwa utayamamu. Kwa hiyo sababu ya mwanzo faqdul ma, kwa maana al-adamu, kutokuwepo maji kabisa, basi hii ndiyo sababu nambari moja ambayo kwamba yamfanya mtu atumie mchanga ili aweze kutayamamu. Na tayamamu ili iwe tayamamu sa'idan tayyiba, mchanga vumbi ulio msafi. Sharti la kutayamamu kwenyewe kuwe na mchanga vumbi ulio msafi. Huo mchanga vumbi huo ndio ambao kwamba unaofaa mwanadamu kutayamamu. Hii ndiyo sababu ya mwanzo ya kikosekani wa maji, kwa maana tunachofundishwa swala haiachwi. Tunapaswa kutayamamu kwa kutumia mchanga ili tuswali. Walmaradhu, na maradhi ndiyo sababu ya pili ambayo kwamba mtu apaswa kutayamamu ikiwa unaumwa. Na maradhi hayo yenye kukugusa ama kukupata, ukitumia ule mchanga, ukitumia maji, ukitumia maji, maana yake yale maji yatakupa madhara, basi sheria inakuruhusu utayamamu. Yani wewe unaumwa malaria 1000,
ambao hii nayo wanasema wenyewe madaktari, malaria 1000 ikikupata kuna hatihati ya kuwehuka, yani unakuwa chizi kwa muda mfupi. Kukaa muda mrefu aliyakuwa unaumwa wewe mwenyewe haujitambui. Kwenda hospitali bid'a. Kwenda hospitali sio bid'a. Uende hospitali ukajiangalie una tatizo gani. Kwa hiyo sababu ya pili ili mtu atayamamu, almaradhu, maradhi yenyewe idha khafa min istimali alma'i ala nafsi, maradhi yenyewe hayo ukitumia maji utajiua we mwenyewe nafsi yako. Basi hapa iruhusiwi wewe kutumia tena maji, unaruhusiwa wewe utayamamu. Na je, kama watayamamu aliyakuwa mwili wako kuna sehemu katika sehemu za kutayamamu, pale mkononi kuna kidonda, wafanyaje? Basi pitisha ule mchanga vumbi sehemu ambayo kwamba haina kidonda. Na namna ya kutayamamu tumeelezwa kule katika kitabu Muqaddimatul Hadharami, namna ya kutayamamu, ambapo hapo kuna ikhtilafu kwa baadhi ya wasomi. Twaeleza ili utayamamu, ukishapiga ule mchanga vumbi pap, unatakiwa ukungute hivi, usikungute hivi. Ukapiga pap, unakunguta hivi, kisha unatayamamu. Na kule kutayamamu kwake kwenyewe utaanza hivi kwa kushuka chini, kisha mkono huu ukirudi unapita hapa kwenye kidole hiki, unashuka hivi, ukirudi kidole hiki kinapita hapa. Elewana Waislamu hiyo ndo namna ya kutayamamu. Kwa hiyo huku nako ni hivyo hivyo. Unaanza juu huku unashuka mpaka chini, ukirudi juu kidole gumba hiki kinakuja kumaliza na dole gumba huyu. Hii ndio namna ya kutayamamu. Na huku nako ni hivyo hivyo. Hiyo ndio namna ya kutayamamu. Lakini kuna ikhtilafu, baadhi ya wasomi wafuasi wa madhehebu ya Imam Malik wanasema kutayamamu kama kuchukua udhu. Yani kwa maana, kwa sababu si unapiga mapigo mawili pap, la kwanza ile unapangusa, wao wanasema unafanya hivi kama udhu tu. Usoni huko mikononi kama udhu tu. Sababu kutayamamu ni uso pamoja na mikono miwili. Kwa hiyo ukipiga pigo la kwanza kisheria unakunguta hivi, usikungute hivi. Unakunguta hivi, vidole vinakuwa hivi. Pap, unakunguta. Kisha unapaka usoni. Unapiga tena, unakunguta. Mkono huu kushuka hivi, kurudi, unarudi na kidole hiki. Kwa sababu gani tunafanya hivi? Tukifanya hivi kidole hiki hiki huku akijapata vumbi lile, na hiki huku nacho akijapaka za vumbi, kwa maana tukirudisha hivi unarudi hapa ili mradi nacho kidole kipate lile vumbi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kujua matumizi. Tatu, sababu ya tatu, wal-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtarimin, na kuhitajilika maji kwa kushikwa na kiu kiumbe hai. Tutafsiri hivyo, lakini zamani tulikuwa tunapewa tafsiri na mnyama, yote yaingia. Kiumbe hai ambaye kwamba aliye halali akapatwa na kiu. Kiumbe hai aliye halali, kwa mfano maji yameandaliwa, unataka kutayamamu, mbuzi ana kiu ya maji, basi sheria inakuruhusu yale maji umpe mbuzi, wewe utumie mchanga uswali. Huyu ndio kiumbe hai wa mwanzo. Kiumbe hai mwinginewe, viumbe hai wapo wengi. Tukianza na sisi wenyewe wanadamu pia tunaingia katika viumbe hai. Muislamu mwenzako amekuja anataka hayo maji, naye unajua huyu ambao ameelezwa mbele uko hapo, viumbe hai wengine hata wakiwa wana kiu ya maji usiwape tu.
lakini hapa wanakusudiwa kuna wale wanyama pia katika viumbe, ng'ombe, ngamia, mbuzi. Hawa nao wakiwa wameshikwa na kiu, sheria inakuruhusu wape wao kwanza, kisha wewe uende ukatayamam. Ghairul muhtaram sittatu, ukiacha wale ambao kwamba viumbe hai wasio muhtaram, yani hawa kuna ikhtilafu kwa wasomi.